Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kati ya Marekani na Iran yamezaa matunda baada ya pande hizo mbili kufikia kile alichokiita makubaliano makubwa yanayoweza kumaliza mzozo uliokuwa umezua hofu ya vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Trump alisema kuwa hatua zilizobaki kwa sasa ni kukamilisha nyaraka rasmi za makubaliano hayo, zoezi ambalo linatarajiwa kumalizika ndani ya siku chache zijazo. Aliongeza kuwa huenda hafla rasmi ya kusaini makubaliano hayo ikafanyika barani Ulaya. Tumefikia makubaliano makubwa kuhusu vita na Iran. Sasa tunakamilisha nyaraka za mwisho na huenda tukafanya hafla ya kusaini makubaliano hayo hivi karibuni, alisema Trump. Tangazo hilo limekuja baada ya wiki kadhaa za mvutano mkubwa kati ya Washington na Tehran, ambapo kulikuwa na mashambulizi ya kijeshi, vitisho vya kulipizana kisasi na hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa ikiwa makubaliano hayo yatakamilika, yanaweza kuwa hatua muhimu katika kurejesha utulivu wa kikanda na kupunguza hatari ya mzozo mkubwa ambao ungegharimu uchumi wa dunia, hasa biashara ya mafuta kupitia mlango wa Hormuz. Hata hivyo, bado kuna maswali mengi kuhusu maudhui ya makubaliano hayo, ikiwemo masharti ambayo Iran na Marekani zimekubaliana kuyatekeleza. Serikali ya Iran bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo, jambo linaloacha nafasi ya kusubiri uthibitisho rasmi kutoka Tehran. Masoko ya kimataifa na mataifa mbalimbali yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo hayo, huku wengi wakitarajia kuwa makubaliano hayo yatafungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya mataifa hayo mawili ambayo kwa miaka mingi yamekuwa katika mvutano mkubwa. Iwapo hafla hiyo ya kusaini makubaliano hayo itafanyika kama ilivyopangwa, inaweza kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya kidiplomasia mwaka huu na kubadilisha mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati kwa kipindi kijacho. Mimi ni Abdul Majid, hii ni NNJ TV. Endelea kutufuatilia kwa taarifa kamili kutoka Mashariki ya Kati na duniani kote.